Mtazamaji, tuko na Sam Simba, shabiki wa Simba Sport Club. Hapa ni Mkwakwani, Tanga. Waja leo waondoka leo. JKT wanapigwa vidude na Young Africans. Kwanza ulikuwa ni mchezo namna gani? Mechi ilikuwa na testi kubwa sana kwa sababu ukiangalia Dar es Salaam Young Africans wameingia na approach yao nzuri. Wakiwa ni timu ya kwanza kwenye game ya leo. JKT Tanzania ukiangalia wameingia kama timu ya pili, jinsi ambavyo wameenda kuwaheshimu Dar es Salaam Young Africans, lakini ukiangalia mechi ilikuwa ina intensity kubwa mno, lakini Yanga ni kubwa, walideserve leo kutoka na kuqualify kwenda finali wakiwa wanasubiri pambano kati ya Simba na Singida Black Stars, nani ambaye atamfuata katika finali hiyo. Ukiangalia mchezo wa leo, kipi kwa kikwazo cha kupatikana kwa magoli mengi zaidi? Mimi naamini kila mtu alikuwa yuko kwenye engo ya kujiandaa vizuri. Ukimwangalia JKT Tanzania, niliingia kwenye peji yao nikajaribu kuangalia mazoezi yao, walikuwa wametengeneza walikuwa wamejaribu kufanya trial nzuri sana kujiandaa na hii mechi ya leo. Ukiangalia mechi ambayo imetoka kwenye ligi walikutana na Fountain Gate, waliweza kukushinda goli 3-1, na ukiangalia intensity yao kwenye ligi NBC na ukiangalia na leo walikuwa very compact katika kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri. Nilitegemea kuona kwamba kuna ushindani mkubwa sana ambao watauleta kwa Yanga, kwa sababu wanafundishwa na kocha ambaye mimi kwangu ni best, yani ni best kocha kwangu mimi, ambaye ni Ahmad Ali. Ni kocha mzuri sana katika wazawa, ni ana mbinu nzuri, na hata ukimwangalia jinsi ambavyo anajielezea kwenye interview unajua huyu ni kocha ambaye ana kitu mbele ya wachezaji wao. Yote kwa yote mimi naamini Yanga wamedeserve kuingia finali kwenye mechi ya leo ya CRB. Watu walikuwa wanalalamikia uwanja, vipi? Ulikuwa na changamoto yote leo? Pitch ilikuwa mbovu sana. Pitch pia ilikuwa ni moja changamoto ya mipira, haitembei, kwa sababu ulikuwa ukiona mpira unapigwa alafu unakwenda kutuama light, kama kanuni singeweza wakajaribu kuzifuata kwa kina, na mimi mechi ya leo singeweza kucha, kwa sababu ulikuwa mpira hauwezi kutembea kwa asilimia kubwa. Ukitegemea kwamba hii ikipigwa press and pass haitembei mpira, kwa hiyo ilikuwa ni shida moja. Na pia imenishangaza kuambiwa kwamba uwanja huu umetengenezwa kwa gharama B17. Kwangu mimi ilikuwa ni vichekesho, kwa sababu ukiangalia banda ambalo tulikuwa tukukaa VIP ni kama banda la chips. Ukiangalia pitch hailizishi. Yote kwa yote ndo football na ndo mpira wetu wa Kitanzania. Tunaamini haya ambayo yametokea leo yamedeserve Dar es Salaam Young Africans kuingia kutangulia mguu wa finali, kumsubiri mpinzani yoyote ambaye atakwenda kukutana naye. Mara ya mwisho Yanga kupoteza mchezo wa CRDB ilikuwa ni dhidi ya finali dhidi yenu Simba Kigoma. Tangia hapo Yanga hajapoteza mchezo, amekuwa na consistency. Inazungumza nini kwenye timu yao? Kwangu mimi nikiangalia Yanga, performance ya wachezaji ni nzuri. Ukimchukua mchezaji mmoja wana quality kubwa mno. Ukiangalia labda na mechi ambayo leo tukijaribu kuifanyia analysis ya JKT ni ardhi na mbingu, lakini kwa sababu uzani wao ni sawa na level daraja ambao wameingia finali, huwezi kwenda kumdharau mtu kwa nini huyu anacheza finali. Lakini ukiangalia mchezaji mmoja na uwezo wa wachezaji wa JKT kidogo kuna utofauti mkubwa, lakini yote kwa yote mimi naamini ndio ligi yetu ilivyo, na ubora wa Dar es Salaam Young Africans mimi naamini kwangu mimi bado ninawapa nafasi kubwa sana kuweza kufanya vizuri, kwa sababu ya wachezaji quality yao kubwa, wana impact kubwa kwenye kikosi, chemistry yao. Ukiangalia management, wachezaji, kila mchezaji ana hamu ya kufanya vizuri katika timu yake. Kwa hiyo mimi naamini kwa mechi ya leo tumeenjoy, japo kuna vitu ambavyo vimetukosesha raha kwenye pitch. Mvua ilinyesha kubwa, imetuama, kwa hiyo mpira ulikuwa utembei, lakini yote kwa yote hatukuweza kukosa burudani. Dar es Salaam Young Africans tumeenjoy kupata burudani ya leo. Performance ya Prince Mpumelelo Dube ilikuwaje leo? Kazi ya striker ni kuweka mpira kambani, na ndio kitu ambacho anakifanya, ana consistency nzuri sana. Ukiangalia kwenye mechi ya mwisho Dar es Salaam Young Africans anacheza na Namungo, alifunga, na mechi ya leo na JKT anafunga. Kwa hiyo ukiangalia ana muendelezo mzuri sana ya kwamba ni striker sasa hivi anaenjoy kufunga. Kwenye kila mechi lazima kwamba akikutana opponent yoyote lazima ajue kwamba kuna striker ambaye ni hatari, lazima tutengeneze marking kwake, anaweza kutuadhiri muda wowote, na ndo uzuri wa striker. Kwa hiyo mimi kwangu kipindi kile ambacho alikuwa amestaki kufunga, nilijua ni muda ambao kuingia Dar es Salaam Young Africans. Huwezi kuingia kwa haraka kwenda kukliki, lazima kujaribu kudominate, utengeneze chemistry na wachezaji wenzako, ili uwe mchezaji mzuri kuangalia mikimbio, kwamba nikienda huku Pacome ataniwekea pale, Aziz Ki kiingia pale ataniwekea pale. Angalia timu jinsi ilivyokuwa inatulia kipindi cha pili. Dakika za jioni kabisa, Clatous Chota Chama, utulivu,
wake unamfanya kutengeneza pasi nzuri, kwa sababu wale mabeki wa JKT walijua Clatous Chota Chama anaupiga ule mpira, lakini aliweza kuua na kumwekea Mudathiri haya basi anakwenda kupiga msumari wa mwisho na kuhakikishia Dar es Salaam Africans kuqualify kwenda finali. Kikosi chao kimekuwa bora maradufu kadri siku zinazozidi kwenda. Of course, kwa sababu ukiangalia Yanga jinsi ambavyo inacheza, unajua kabisa kuna kitu anakihitaji. Sio timu ambayo unaweza kusema kwamba wanaenda kutengeneza kitu, hapana. Wanaenda kukupa kitu. Kwa hiyo ukiangalia Yanga moja kwa moja ina deserve kukupa matokeo kwa muda wowote, kwa sababu wachezaji ambao wako ndani ya Dar es Salaam Africans tayari kwenye ardhi hii ya Mama Samia wana uzoefu kwenye ligi na viwanja vingi ambavyo tunajua hivi ni vibovu kwenye kipindi hiki cha Mei. Kuna masika kama hii adha ambayo imekutana. Kwa hiyo tayari wanajua Jangwani, Mkwakwani, ukienda Sokoine Mbeya, ukienda labda Jamhuri Morogoro, kuna adha gani ya kipindi hiki cha mvua tunaenda kukutana nazo. Tayari wana experience katika viwanja vyetu ambavyo asilimia kubwa ni vibovu. Kwa hiyo kwa wachezaji wa Yanga tayari hivyo vitu athari wanazo, kwa sababu moja kwa moja wana kitu kinaitwa uzoefu kwenye viwanja vyetu na pia kutengeneza timu. Tayari wana umoja ndani ya timu. Kwa hiyo mimi ndio maana Yanga kwenye engo ya ubingwa tayari mimi nawapa asilimia kubwa sana kufanya vizuri, kwa sababu ya kikosi chao kipo pamoja kwa muda mrefu. Tunasema chemistry tayari imetengenezwa Yanga kwa muda mrefu wa miaka 3 mfululizo. Kwa hiyo mimi kwangu no doubt kwa kikosi kizuri cha Yanga ambacho tayari kinafanya vizuri kwa misimu yote hii hapa. Anatoka Zizikia na ingia Clatous Chota Chama, lakini kunakuwa na performance bora muda wote. Hii inamaanisha kwamba usajili wao pia ni bora. Ndio maana nikasema kwamba Dar es Salaam Africans toka kwenye usajili wao umemaintain sana kutengeneza kikosi, kwamba walikuwa hawataki kwenda nje kuangalia wachezaji gani wapi ambao waingie kwenye kikosi, kwa sababu ukimwangalia Clatous Chota Chama tayari alikuwa na misimu kadhaa ndani ya Simba Sports Club. Ukimwangalia mtu kama labda Eduke Abuya ametoka Singida, alikuwa na zaidi. Ukimwangalia mtu kama Prince Mupembe Lolo Dube yupo hapa. Kwa hiyo ninaamini ubora wao wanafahamiana vizuri, na ukiangalia kwenye lugha, vyakula tayari wao kwa hali ya hewa wameizoea ardhi ya Tanzania na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa yote mimi bado naamini kabisa Yanga watafanya vizuri. Either mimi naamini labda kwa msimu unaokuja inaweza kupata changamoto kubwa sana, kwa sababu vilabu vingi tayari wameshafanya maingizo ya wachezaji. Naamini kwenye vilabu vingine watakuwa wamejaribu kuleta challenge nzuri na wao pia kuleta kucompete kwenye ubingwa. Nani man of the match mchezo wa leo? Mimi bila kupepesa macho ninaweza nikasema Yakubu Suleiman, goalkeeper wa JKT Tanzania, amedeserve kuwa man of the match, kwa sababu amecheza save nyingi mno, na ndo Yanga walikuwa ndo kigingi chao kikubwa cha kuweza kupata magoli mengi. Lakini mimi naamini ikiwapendeza wanaweza kumtangaza. Kwangu mimi ndo jicho limeona, kwa sababu walikuwa ndo challenge kubwa sana kwa Dar es Salaam Africans kupata idadi kubwa ya magoli. Kwa hiyo mimi kwangu Yakubu Suleiman, goalkeeper wa JKT Tanzania, nimemwona kwangu mimi ni bora katika mechi ya leo. Shukrani sana. Asante sana brother.